Kwa majina naitwa Febronia Luhaza, ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Bahi, lakini pia kwa muda huu nimekaimu kijiji cha Bahisokoni kwa muda. Ilikuwa ni siku ya saliki ya kijiji cha Bahisokoni, kwa maana ya siku ya lishe ya kijiji, na leo tumejifunza kwa habari ya namna ya upikaji wa uji. Lakini pia tumejifunza mambo ya uzazi wa mpango, lakini pia elimu ya ukatili wa kijinsia imetolewa. Kwa hiyo leo tunashukuru kwa kweli, tumejifunza namna ya kupika uji vizuri, na nafikiri wamama wataenda kupika majumbani kwao, na kwa namna hiyo utapiamlo pamoja na upungufu wa uzito kwa kata ya Bahisokoni utapungua kwa namna moja au nyingine, kwa sababu wamama wajawazito pamoja na wamama wenye watoto chini ya miaka 5 wamepata elimu ya kutosha kabisa kuhusiana na mambo ya lishe. Lakini pia afisa maendeleo ya jamii alitoa elimu ya ukatili wa kijinsia na kuwasisitiza wanawake kuwa walinzi wa watoto wao wanapokuwa majumbani, kuhakikisha wanawalinda watoto wao, lakini pia wanapopata changamoto za ukatili wa kijinsia wakatoe taarifa kwenye vyombo vya serikali, lakini pia kwa viongozi wa vijiji, kwa maana ya vitongoji 18 vilivyoko katika kijiji cha Bahisokoni. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, zoezi limeenda vizuri na wamama wameelewa kabisa. Zoezi hili huwa linafanyika kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo kama kijiji tunatarajia kulifanya zoezi hili mwezi wa 6 tena. Ilikuwa tufanye mwezi wa 3 mwanzoni, lakini tutalifanya mwezi wa 6. Maana yake kila baada ya miezi mitatu huwa tunafanya zoezi hili la utoaji wa elimu mbalimbali zinazohusiana na mambo ya lishe. Kwa jina naitwa Ali Sufiana Abdurrahmani, ni mkazi wa Bahi, mtaa Mnadani. Tunashukuru serikali yetu imetuletea elimu juu ya lishe, kuandaa lishe na kuandaa mambo ya mboga mboga, na pia imetupa elimu kuhusu ukatili wa jinsia kwa watoto. Jukumu la kutunza watoto si la kina mama peke yao, hata sisi kina baba. Jenga urafiki na mwanao ili akuelezee masaibu anayokuta. Sababu utapokuwa mkali moja kwa moja hautojua kitachomkuta ni kitu gani, atakuwa anakuogopa muda wote. Lakini utapokuwa karibu na mwanao na kujua kinachomtatiza, wewe baba, wewe mama, basi utajua masaibu mengi sana. Tupinge ukatili wa jinsia kwa watoto. Asante. Naitwa Tatu Abdalla, mkazi wa maeneo ya Mbuyuni. Tunaishukuru serikali yetu sikivu imetuletea leo mafunzo. Tumefundishwa namna ya kutengeneza lishe ya mtoto. Pia tunashukuru mtendaji wetu wa kijiji ametuletea mafunzo haya, tumejifunza na tumejua namna ya kuandaa lishe ya mtoto. Tumetengenezewa na uji hapa, tumeuonja vizuri, uji ni mtamu mzuri. Tumeelezewa jinsi ya ukatili wa kijinsia kwa watoto, tumejifunza vizuri ili tuwalee watoto wetu, tuwazingatie watoto wetu tunapokuwa nao majumbani. Tuwaangalie vizuri, tusiwategemee tu wafanyakazi watulelee watoto wetu. Pia na sisi wenyewe tunatakiwa tuwaangalie watoto wetu. Na inapofika usiku, unapotaka kumwogesha mtoto wako au unapotaka kulala, mkague mtoto wako sehemu za siri. Hivyo yani.